Vyuo vikuu binafsi vinavyotambuliwa na TCU Tanzania. Orodha kamili 2026. Je, unajua kuwa baadhi ya vyuo vikuu binafsi nchini Tanzania vina ubobezi mkubwa katika taaluma fulani kuliko unavyoweza kudhani? Lakini kabla hujaomba chuo, ni muhimu kuhakikisha kimetambuliwa rasmi na TCU. Leo nitakuonesha vyuo vikuu binafsi vinavyotambuliwa pamoja na mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kufanya uchaguzi wako. Karibu tena, hii ni Jack Media TZ, mahali ambapo kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu. Kama wewe ni mwanafunzi wa kidato cha 6, diploma au mzazi unayetafuta taarifa sahihi kuhusu vyuo vikuu, basi video hii ni muhimu sana kwako. Katika sehemu iliyopita tulizungumza kuhusu vyuo vikuu vya serikali. Leo tunaangalia vyuo vikuu binafsi vinavyotambuliwa rasmi na TCU, faida zake pamoja na mambo muhimu unayopaswa kuzingatia kabla ya kufanya maombi ya udahili. Faida za kusoma chuo kikuu binafsi. Kabla ya kuangalia orodha ya vyuo, hebu tuangalie kwa kifupi baadhi ya faida za kusoma katika vyuo vikuu binafsi. Kwanza, baadhi ya vyuo binafsi vina madarasa yenye idadi ndogo ya wanafunzi, jambo linalorahisisha mawasiliano na wahadhiri. Namba 2, vyuo vingi vina ubobezi katika maeneo maalum kama afya, biashara, uhandisi, sheria na teknolojia. Hivyo mwanafunzi anaweza kupata mazingira yanayolingana na taaluma anayoipenda. 3, mara nyingi huduma za kitaaluma na kiutawala hutolewa kwa haraka kutokana na idadi ndogo ya wanafunzi. 4, vyuo binafsi vinavyotambuliwa na TCU vinafuata viwango vya ubora vilivyowekwa. Hivyo mwanafunzi anaweza kusoma kwa kujiamini katika taasisi inayotambulika rasmi. Lakini kumbuka, usichague chuo kwa kuangalia umiliki wake pekee. Chagua chuo kinachokidhi malengo yako ya taaluma. Ifuatayo ni orodha ya vyuo vikuu binafsi vinavyotambuliwa na TCU. Namba 1, Kairuki University, KU. Makao yake makuu ni Dar es Salaam. Chuo hiki kimejikita zaidi katika taaluma za afya na sayansi zinazohusiana na tiba. Hivyo ni chaguo zuri kwa wanaotamani kufanya kazi katika sekta ya afya. Namba 2, Abdulrahman Al Sumait University. Makao yake makuu ni Zanzibar. Hiki kinatoa programu mbalimbali huku kikitambulika katika maeneo ya elimu, biashara na sayansi za jamii. Namba 3, KCMC University, Moshi. Ni miongoni mwa vyuo vinavyojulikana zaidi kwa programu za tiba na sayansi za afya. Namba 4, St. Augustine University of Tanzania, Sauti, Mwanza. Ni moja ya vyuo binafsi vikubwa nchini, kikitoa programu nyingi zikiwemo sheria, elimu, biashara na mawasiliano. Namba 5, Zanzibar University. Makao yake makuu ni Zanzibar. Kinatoa programu katika biashara, elimu, tehama pamoja na sayansi za jamii. Namba 6, Tumaini University Makumira, TUMA. Makao yake makuu ni Arusha. Kinatambulika zaidi katika elimu, teolojia na sheria pamoja na biashara. Namba 7, Aga Khan University, AKU. Makao yake makuu Dar es Salaam. Ni chuo kinachojulikana kimataifa kwa ubora wake katika taaluma za afya na uuguzi. Namba 8, Catholic University of Health and Allied Science, KUHAS, Mwanza.
kimejikita katika tiba, famasia, uuguzi na taaluma nyingine za afya. Namba 9, University of Arusha. Arusha kinatoa programu mbalimbali huku kikijikita zaidi katika elimu, biashara na teolojia. Namba 10, St. Joseph University in Tanzania. SJUIT, Dar es Salaam. Kinajulikana kwa programu za uhandisi, sayansi, tehama pamoja na afya. Namba 11, Teofilo Kisanju University, TEKU. Kinapatikana Mbeya. Kinatoa programu katika elimu, biashara, sheria na sayansi za jamii. Namba 12, Muslim University of Morogoro, MUM. Kinapatikana Morogoro. Kinajikita zaidi katika sheria, biashara na utawala na elimu. Namba 13, Mwenge Catholic University, Mwekao, Moshi. Kinajulikana kwa programu za elimu, biashara na maendeleo ya jamii. Namba 14, University of Iringa. Kinapatikana Iringa. Kimejikita zaidi katika elimu, sheria, biashara na tehama. 15, St. John's University of Tanzania, SJUT, Dodoma. Kinatoa programu katika biashara, elimu, tehama na sayansi za afya. Namba 16, Kampala International University in Tanzania, KIUT, Dar es Salaam. Kinajulikana zaidi kwa programu za afya pamoja na sayansi za tiba. Namba 17, United African University of Tanzania, UAUT, Dar es Salaam. Kinatoa programu katika biashara, elimu na sayansi za jamii. Namba 18, Ruaha Catholic University, Ruku. Hiki kinapatikana Iringa. Kinajulikana zaidi kwa sheria, biashara na elimu. Namba 19, Mwanza University, MZU, Mwanza. Kinatoa programu katika afya, biashara, elimu na teknolojia. Namba 20, Catholic University of Mbeya, KUOM, Mbeya. Kimejikita katika elimu, biashara pamoja na maendeleo ya jamii. Namba 21, Dar es Salaam Tumaini University, Dar2, Dar es Salaam. Kinatoa programu katika biashara, elimu, tehama na sayansi za jamii. Namba 22, Rabbininsia University, RU, Dar es Salaam. Kinatoa programu katika biashara, elimu na utawala. Namba 23, University of Medical Science and Technology, UMST, Dar es Salaam. Hiki kimejikita zaidi katika taaluma za afya na tiba. Namba 24, Hikma University of East Africa, Dar es Salaam. Kinatoa programu katika elimu, biashara pamoja na masomo ya Kiislamu. Mambo ya kuzingatia. Kabla ya kufanya maombi ya udahili, hakikisha chuo kinatambuliwa rasmi na TCU. Kozi unayotaka imeidhinishwa. Umesoma sifa za kujiunga na kozi hiyo. Umezingatia ada na gharama za maisha. Umechunguza mazingira ya kujifunzia na fursa za mafunzo kwa vitendo. Na unachagua chuo kulingana na malengo yako ya taaluma, si kufuata umaarufu au maoni ya watu pekee. Hiyo ndiyo orodha ya vyuo vikuu binafsi vinavyotambuliwa na TCU nchini Tanzania. Natumaini video hii imekusaidia kupata picha ya vyuo vilivyopo na maeneo ambayo baadhi yake yamejikita zaidi.
Kumbuka, chuo bora si lazima kiwe maarufu zaidi, bali ni kile kinachokupa mazingira mazuri ya kufikia malengo yako ya taaluma. Kama video hii imekuwa na manufaa kwako, usisahau kulike, kushare na kusubscribe Jack Media TZ. Kwenye video inayofuata tutazungumzia vyuo vikuu vishiriki, University Colleges, na kueleza maana yake pamoja na orodha za vyuo vinavyotambuliwa. Kila hatua ni maarifa na kila maarifa ni nguvu.